Shekeli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Ukimtafuta Mwokozi aombaye naye hupewa, atafuta yeye. Ilikuwa ni mwaka wa 2024. Tarehe ilikuwa ni tarehe 27 na mwezi ulikuwa ni mwezi wa 6. Siku hiyo ilikuwa siku ya Ijumaa, ambapo wakulima wa mihadarati ama sumu dawa ya kulevya inayoitwa majani chai walikuwa waende kupiga kura ya kuwachagua directors katika factories za umma 54 katika taifa la Kenya, na kukumbusha ya kwamba wanaoongoza katika ukulima wa hii dawa ya kulevya inayoitwa chai ni Wasabato wa Adventista. So ikawa kwamba kura ilikuwa ipiwe siku ya Ijumaa, ambayo ni tarehe 27 ya mwezi wa 6 mwaka huo wa 2024. Jambo lilitokea ambalo nakuletea ndipo uone ninachotaka uone, uweze kumtukuza Mungu ya kwamba Mungu anatupenda na ameshatuweka kwenye mizani ya kuonyesha ya kwamba kundi hili ambalo linatarajia chochote kiweze kutokea likoje. Ilipofika siku hiyo ya Ijumaa, wakulima wakapanga foreni, wakapiga foreni kwenye vituo vya kununua majani chai. Wakangojea siku nzima mpaka jioni, hakukutokezea na kura kupiwa. Hakuletwa masanduku ya kupiga kura, hayakuonekana na hakuna yeyote aliyeonekana, maana huu uchaguzi ulikuwa usimamiwe na tume ya uchaguzi nchini Kenya. Mwisho wa siku ilitangazwa ya kwamba kwa sababu ambazo hasingeweza kuepukika, hiyo kura haiwezi kafanywa siku ya Ijumaa. Wakasema ya kwamba hii kura inaenda kupiwa siku ya Sabato tarehe 28 ya huo mwezi wa 6. Hiyo Sabato ilikuwa Sabato kuu kwa sababu ndio ilikuwa mwisho wa kwota na ndio ilikuwa siku ambayo Pasaka zilikuwa zinafanywa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Ukumbuke ya kwamba huu mmea wa majani chai ndio uti wa mgongo wa uchumi wa watu wengi katika eneo hili la taifa la Kenya, na Waadventista wa Sabato ndio wanaokuza hiyo miti kwa wingi na ndio wauzaji, na hapo ndipo zaka inatoka kwa wingi, ndipo inacheshwa kanisani. Ikawa kwamba siku ya Sabato hiyo ikawa mtihani mkubwa sana. Ilikuwa mtihani kwa sababu wengi ambao walikuwa wanawania uongozi wa viwanda hivi ama udirector, wengi walikuwa Waadventista wa Sabato. Ikawa kwamba ni swala la kuchagua kwamba nitaendelea na uchaguzi wa kuchaguliwa siku ya Sabato ama nitaenda kanisani kuweza kupata Pasaka ya Bwana siku ya Sabato na ibada ya kawaida. Ilipofika siku hiyo ya Sabato asubuhi, makanisa ya Waadventista wa Sabato yalikosa washiriki wengi. Kwa nini? Kwa sababu wakulima walikuwa kwenye vituo vya kupiga kura wakiwachagua madirector siku ya Sabato takatifu ya Mungu. Wale ambao walikuwa wanawania uongozi na wengi wao wakiwa na wazee wa kanisa, yani church elders, wengi hawakuonekana kanisani, walienda kutetea kura yao isiibwe. Wengi waliokuwa wamechaguliwa kama maagenti wa hao waliokuwa wanawania uongozi ni wazee wa kanisa, yani church elders, ndio walikuwa maagenti kwenye vituo vya kupiga kura. Ilipofika mchana, wengi walioonekana kanisani, ilipofika baada ya Pasaka kuisha hivi, walienda kupiga kura kwenye vituo vya kupiga kura siku hiyo. Wengi baada ya kutoka kanisani walielekea kwenye vituo vya kupiga kura, wakapiga foreni, wakapiga kura. Ilionekana asubuhi ya kwamba waliotokeza walikuwa wachache, mpaka hili likatangazwa ya kwamba upigaji kura umekuwa mchache kwa sababu wengi wameenda makanisani.
Elections for new directors in smallholder tea factories under the Kenya Tea Development Authority have taken place today in various counties, but the process was marred by confusion and low turnout. In Nyamira County, today's election experienced low turnout in the morning hours, with many voters attending SDA church services in Kisii, a common Saturday practice in the region. The tea farmers have urged local IEBC officials to extend voting hours to ensure everyone can vote. Ndiposa wakatoa wito ya kwamba mkimaliza kanisa hivi kimbieni kuja kupiga kura, na hakika waliitikia huu wito. Zoezi litaendelea kuanzia vile ilianza kuanzia saa 1 itafika mpaka mwendo wa saa 9. Naomba na wasi wale ambao watakuwa kanisani mwendo wa saa 7 wakuche washiriki zoezi, sababu tukifanya uamuzi wa leo, uchaguzi wa leo, tena tutakuja fanya uchaguzi kama hii miaka 3 ichao 2027. Hayo yote yalipofanyika ya uchaguzi huo ambao hata wazee wa makanisa walifunja sabato na wakaenda kupiga kura. Sabato iliyofuata hiyo ya Pasaka. Pasaka ilikuwa tarehe 28. So sabato ya kwanza ya mwezi wa 7 ilitangazwa ya kwamba washiriki watakutana kwenye makambi centers. Na wakutane watapelekewa viongozi wa conference walikuwa wacha kwenye hivyo vikundi ama kwa camp centers. Nikasema moyoni mwangu ni kama conference imepanga basi iche kukemea hii dhambi ambayo imefanyika ya wasabato kwenda kupiga kura ya majani chai siku ya Sabato. Kadhani ya kwamba conference imepanga viongozi waende waweze kuwakemea watu na kuwahimiza watunze utakatifu wa Sabato. Hiyo Sabato ikafika. Watu wakakutana kwenye camp centers. Viongozi wakatumwa kwenye hayo makambi center kutoka conference. Kwenye camp center mahali nilikuwa, nikangojea basi nisikie ni nini kiongozi kutoka conference anasema. Kiini na lengo la kiongozi kutoka conference na conference nzima ni kuwahimiza watu watoe sadaka ya kambi. Kwa lugha za kupendeza na mahubiri ya kupendeza na mahimizo ya ajabu, watu walihimizwa sana waweze kutoa zaka na sadaka na matoleo mengine, na zaidi sana sadaka ya kambi ndio ilisisitizwa katika mahubiri yote ya kiongozi aliyetoka kwenye conference. Na hata hivyo hiyo sadaka ya kambi na zaka na sadaka sinatoka kwa majani chai. Hakuna aliyezungumzia hilo swala la wasabato kufunja sabato kwa jinsi hiyo. Diliisha hivyo. Hawa ndio Waadventista wa Sabato ambao ndio walikuwa wanafanya haya, na ndio watu ambao Mungu anategemea ya kwamba aweze kuandaa waende kutetea Sabato wakati ambapo Sabato itaharibiwa na ulimwengu, na amri iweze kuwekwa ya kwamba watu wasiabudu siku ya Sabato bali waweze kuabudu siku ya Jumapili. Hawa ndio Waadventista wa Sabato ambao wamejiandaa kuitetea Sabato. Sabato gani ambayo wanaenda kuitetea wakati ambapo wanaiharibu? 99% ya Waadventista wa Sabato, 99% of Seventh-day Adventists wanafunja Sabato. Na wanaifunja mpaka ndani ya kanisa mahali ibada inafanyika. Nitakuonyesha na utashangaa ya kwamba kumbe hatuko tayari kwa kile ambacho kinakuja na kile ambacho kinaweza kutokea wakati wowote. Hatuko tayari. 99% of church members, 99% ya Sabato hawako tayari, hawajui Sabato, hawaitunzi Sabato. Na sioni Mungu akiwatumia kuitetea Sabato, maana Mungu haendi kutumia waasi kuweza kutangaza ukweli wake kwa walimwengu ambao anataka wajue ukweli, waokolewe kwa ukweli na waenende na kuishi katika ukweli. Neno la Mungu ambalo liliandikwa na lilinenwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu anasema ya kwamba yeye ndiye Bwana wa Sabato, the Lord of the Sabbath. The Lord of the Sabbath anasema katika kitabu cha Kutoka 20 na mstari wa 10. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Lakini Waadventista wengi wa Sabato wanafanya kila kazi na kazi yoyote siku ya Sabato. Kumbuka ya kwamba Mungu anasema ya kwamba kinachowatambulisha watu wake wa kweli, kitambulisho chao cha kweli ni utunzaji wa Sabato takatifu ambayo ni amri ya 4 ya Mungu.
Na neno linasema ya kwamba sabato ndiyo muhuri katika amri 10 za Mungu. It is the seal of God. It is the sign of God, kulingana na maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Ezekieli 20 na mstari wa 20, neno linasema, sitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Na Mungu anasema kupitia kwa mjumbe wake ya kwamba wale ambao wanaenda kusimama katika kipindi hiki cha mwisho lazima wawe kwamba wametiwa muhuri wa Mungu. Na mjumbe wa Mungu anatuambia vizuri sana ya kwamba muhuri huu wanaotiwa ni wa sabato waaminifu katika utunzaji wa siku ya sabato. Neno linasema katika kitabu cha Last Day Events page 220 paragraph 2, matukio katika siku za mwisho, huo ukurasa wa 220, ukurasa wa pili, anasema, those who would have the seal of God in their foreheads must keep the Sabbath of the fourth commandment. Wale wanaopenda kuwa na muhuri wa Mungu kwenye vipaji vya nyuso zao lazima waitunze sabato ya amri ya 4. Hao ndio ambao wanaenda kusimama katika kipindi hiki cha mwisho. Lazima wawe ni watunzaji wa sabato. Lazima wawe ni wa sabato wakiwa na sabato, wakiwa na usabato. Lakini wasabato waasi ambao wanafunja sabato hawawezi kutiwa muhuri. Neno linasema ya kwamba tutunze mipaka ya sabato. Hilo ndilo neno ambalo limesimama kwenye maandiko matakatifu. Mungu analichukulia swala la utunzaji wa sabato ya amri ya 4 kwa uzito mkubwa sana, maana unaona vita ya siku hizi za mwisho, vita kuu inaenda kuizunguka na kuizingira sabato. Kwa hivyo ni amri ambayo ukiigusa umemgusa Mungu. Anasema ya kwamba wale ambao wanaenda kutiwa muhuri ni wale tu wanaotunza mipaka ya sabato. Tunahimizwa katika neno la unabii ya kwamba we should guard jealously the edges of the Sabbath, katika kitabu cha Testimonies volume 6 page 356 paragraph 1. Anasema, we should jealously guard the edges of the Sabbath. Remember that every moment is consecrated holy time. Ya kwamba tutunze mipaka ya sabato, maana yake tutunze masaa ama wakati ambapo sabato inaanza, wakati ambapo jua limetua Ijumaa jioni, mpaka wakati ambapo jua limetua tena sabato jioni. Hayo ni masaa matakatifu. Kila sekunde na kila dakika ya huu ni takatifu. Lakini kwa wasabato na kuambia ya kwamba sabato inaanza sabato asubuhi wanapoenda kanisani, na wakishatoka kanisani saa 6 saa 7 sabato imeisha na wanaenda kwa mambo yao. Mungu haendi kutia watu muhuri ambao ni waharibu wa sabato, ambao ni waasi katika imani, na kuhakikishia ya kwamba 99% ya wasabato ingekuwa sasa hivi wamefutwa ushirika kwa sababu ya ufunjaji wa amri ya 4 ya sabato. Ni ufunjaji wa makusudi, ufunjaji ambao unashirikisha mapasta, wazee wa makanisa, viongozi mbalimbali na washiriki kwa ujumla wa kanisa. Wanaifunja sabato, lakini wanadai ya kwamba bado ni wa sabato na muhuri wa Mungu watakosa. Neno linatuhimiza na kutukumbusha jinsi ambavyo hii sabato inavyoonekana. Mjumbe wa Mungu anatuambia ya kwamba katika kitabu cha Testimonies volume 6 page 355 paragraph 3, anatueleza ya kwamba maandalizi yote ya sabato yafanyike siku ya Ijumaa. Hili ndilo neno ambalo tunahimizwa na kuambiwa kwenye maandiko matakatifu, maana kwenye maandiko matakatifu Ijumaa inaitwa siku ya maandalizi. Unaposoma katika kitabu cha Luka 23 inasema ya kwamba siku ya Ijumaa ni siku ya maandalizi kwa sabato. Biblia inaiona Ijumaa kuwa ni siku ya maandalizi, na sabato ikishaingia kazi zote ziwe zimeisha. Kila kazi ya maisha yoyote ambayo imepaki iachwe mpaka sabato iishe, na kila saa na kila sekunde ya sabato tukiitumia kufanya kazi ambayo Mungu anakataa ni ufunjaji wa sabato, na tutahesabiwa kama watu wengine wote wa ulimwengu ambao wanafunja sabato. Na ukumbuke ya kwamba walimwengu wao wanafunja sabato kwa sababu hawajui. Waadventista wa sabato wanaifunja sabato wakiwa wanajua. Neno linasema katika Testimonies volume 6 page 355 paragraph 3, anasema hivi: On Friday let the preparation for the Sabbath be completed.
ya kwamba maandalizi yote ya sabato yaishe siku ya Ijumaa. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Anasema ya kwamba nguo zote ziandaliwe Ijumaa na mapishi yote, upikaji wote uishe Ijumaa. Let the boots be plucked, viatu vipakwe rangi, and the paths be taken, na watu waoge siku hiyo ya Ijumaa. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. Ukilifanya liwe mazoea yako, utazoea na utafurahia sabato na maandalizi yake. The Sabbath is not to be given to the repairing of garments, to the cooking of food, to pleasure seeking or any other worldly employment. Sabato haijawekwa ili watu waanze kushona nguo ambazo ziliraruka, hawakukumbuka washone nguo. Hiyo ndio siku ya kushona. Nasema ya kwamba sabato sio siku ya kupika vyakula na sio siku ya kutafuta anasa na raha zako. Na anasema sio siku ya kufanya kazi yoyote ya ulimwengu. Mjumbe wa Mungu anazidi kusema, before the setting of the sun, let all secular work be laid aside and all secular papers be put out of sight. Kabla ya jua kutua siku ya Ijumaa, sabato kuanza, anasema kazi zote za dunia ziwekwe kando. Makaratasi yote, vitabu vyote, viwe ni vya shule, viwe ni magazeti, viwe ni majarida gani, yote ya kilimwengu yawekwe kando kabisa. Wakati mtakatifu wa Mungu ukiingia, iwa kwamba watu wa Mungu wako tayari na wamejiandaa kuipokea sabato na kuitunza kulingana na amri za Mungu. Vita kuu inayokuja ni kwa sababu ya sabato. Waadventista wa sabato ni sabato gani wanaenda kutetea ili hali wanaivunja sabato? 99% ya wasabato wanapika siku ya sabato, na wanajua ya kwamba neno la Mungu linasisitiza ya kwamba mambo ya upishi wote yaishe siku ya Ijumaa, mapishi yote. Lakini wasabato waangalie, wanapika vyakula vyao manyumbani mwao masaa ya sabato. Ukija kanisani, makanisa mengi kando yake kuna jikoni, kitchen. Ni mapishi yanaendelea kule jikoni na ibada inaendelea upande huu mwingine. Hata wakati wa makambi siku ya sabato ni mapishi tu. Makanisani mwa wasabato ni mapishi. Wasabato wanapika siku ya sabato, na neno limesimama kupinga upikaji wowote siku ya sabato. Usifuate umati kutenda dhambi. Hata kama ulimwengu wote unafanya upikaji, wewe simama kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linakataa wasabato wasipike siku ya sabato. Unapoangalia katika kitabu cha Kutoka 16 na mstari wa 23, Mungu aliwaambia Waisraeli ya kwamba wasifanye mapishi yoyote siku ya sabato. Akawaambia ya kwamba mapishi yote wafanye siku ya Ijumaa, na kwa uwezo wake atunze na kukihifadhi kile chakula sabato nzima kiwalishe. Anasema, napenda Kiswahili cha neno ambacho kinatumia maneno kama kupika na kuchemsha. Anasema hivi: Mose akawaambia, hivi ndivyo alivyoagiza Bwana, kesho itakuwa siku ya mapumziko, sabato takatifu kwa Bwana. Kwa hiyo okeni kile mnachotaka kuoka na mchemshe kile mnachotaka kuchemsha. Hifadhini chochote kinachobaki na mkiweke mpaka asubuhi. Hilo ndilo neno ambalo Mungu alisema. Na kumbuka kwamba katika maandiko matakatifu, God means what he says. Chochote ambacho Mungu anakisema anamaanisha hivyo hivyo. Usijaribu kuongeza ukali wake na usijaribu kupunguza ukali wake. Ikiwa Mungu amesema. Hata kama dunia nzima inafanya jambo na Mungu amelikataza, hata kuja kulegeza kamba ya kwamba ni dunia iliamua. Neno la Mungu limesimama pale pale ya kwamba wasabato ni dhambi kupika siku ya sabato. Na hili jambo vile ninavyolisema hivi, ukilisema kwa wasabato wanakuona kuwa umekuwa muasi. Wao ndio wameasi kwa mapishi siku ya sabato, lakini ukiwaambia hivyo wataanza kusema ya kwamba ni uasi. Hapana, sio uasi. Waasi ndio wanaopika siku ya sabato. Hata kama ni mapasta, hata kama ni wazee wa makanisa, hata kama ni madikoni, hata kama ni mapathfinder, hata kama ni nani, ikiwa wanafanya mapishi siku ya sabato ni dhambi. Sikia vile mjumbe wa Mungu anavyosema kwenye hili swala la mapishi.
Dada White anasisitiza akikataza. Na unajua ya kwamba siku hizi sauti ya Dada White ni kama Wasabato wameipuuzia. Kuanzia uongozi wa ngazi za juu wa viongozi wetu na huja hata kwa washiriki, hata kwa viongozi wa makanisa, ni kana kwamba sauti ya Dada White ni kama imepunguzwa volume. Ni kama hasikiki anasema nini. Lakini wote watakao takasika kwa ukweli watamsikia Musa na manabii. Watamsikia Dada White anavyosema, maana sauti iliyomuongoza, iliyomwelekeza ni sauti ya Mungu. Roho aliyemwelekeza ni Roho wa Mungu. Chochote alichokisema na kutuandikia ni neno ambalo limesimama, na Wasabato, iwe ni viongozi au washiriki, watakutana na yote hukumuni. Dada White anasema ya kwamba mapishi yasifanyike manyumbani mwetu siku ya Sabato, mapishi yasifanyike makanisani mwetu siku ya Sabato, mapishi yasifanyike siku ya Sabato kwenye makambi. Na tunafanya kinyume. Sikia vile mjumbe wa Mungu anavyosema katika Review and Herald, May 8, 1893. Hapo ni kwenye somo linaloitwa Practical Thoughts for the Camp Meeting, paragraph 10, aya ya 10. And let us not come to the camp meeting to break the Sabbath by cooking on that day. Ya kwamba tusije makambini siku ya Sabato tuje kufunja Sabato kwa kufanya mapishi, upikaji siku ya Sabato. Na hata anasema ya kwamba afadhali akule mkate na maji kuliko kupika siku ya Sabato. Na katika kitabu cha Gospel of Health, April 1, 1898, somo linaloitwa Camp Hygiene, ambayo ni paragraph 15 na 16, anasema the Sabbath should be as sacredly observed on the camp ground as it is in our homes. We should not let the bustle and excitement around us detract from its sacred dignity. No cooking should be done on that day. The instruction which God gave to Israel should not be disregarded. Bake that which ye will bake today, and seed that ye will seed. For tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Exodus 16 verse 23. God meant what he said when he gave these directions. And shall we who are representing to the people the claims of the divine law break that law ourselves, merely to please the appetite? God forbid. There has sometimes been almost as much cooking done on the Sabbath as on other days, and the blessing of God has been shut out by our failure to honor him in keeping the Sabbath according to the commandment. All needful preparation should be made beforehand. On Sabbath morning, if the weather is cool, let hot gruel or something equally simple be provided. And for dinner, some kind of food may be warmed. Further than this, all cooking should be avoided as a violation of the Sabbath command. Mjumbe wa Mungu ambaye wengi wamemfungia macho na kumfungia masikio, sauti yake inasema ya kwamba siku ya Sabato itunzwe kwenye makambi yetu vile inavyotunzwa machumbani mwetu. Na anasema ya kwamba shughuli nyingi sisi tufanye tuanze kupunguza utakatifu wa Sabato. Anasema ya kwamba mapishi yoyote yasifanywe siku ya Sabato. Anasema ya kwamba maagizo ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli yasipuuzwe. Aliwaambia katika Kutoka 16 na mstari wa 23 ya kwamba pikeni chochote na kuchemsha chochote mnachotaka kuchemsha leo Ijumaa, maana kesho ni pumziko la Sabato takatifu kwa Mungu. Na anasema God meant what he said when he gave these directions. Mungu alimaanisha hivyo alivyosema, alivyowakataza na kuwapa hayo maagizo ya kwamba mapishi yoyote yasifanywe siku ya Sabato. Anasema ya kwamba je, sisi ambao tunahubiri ukweli wa amri ya Mungu kwamba inatunzwa na Sabato isifunjwe, je, tuifunje Sabato kwa namna
ya mapishi eti kwa sababu tunataka tuwe na lishe nzuri kabisa na vitu vitamu. Mungu amekataa hili. Anasema ya kwamba sisi ambao tunatangaza amri ya Mungu kwamba itunzwe, na sana amri ya 4, tuwe wa mstari wa mbele kuacha mapishi siku ya Sabato ili tupumzike na kuitunza Sabato kulingana na amri ya 4 ya Mungu inavyosema. Anazidi kusema ya kwamba mapishi mengi sana yamefanywa siku ya Sabato ambayo ni sawa na yale tu yanayofanywa katika siku nyingine zote 6 za kufanya kazi. Na anasema mibaraka ya Mungu imefungiwa nje kwa sababu ya kutomheshimu Mungu kwa kutunza Sabato kulingana na amri yake. Kwa hivyo tunaenda kanisani tukidai kwamba tunaenda kubarikiwa, kumbe mibaraka tumeifungia nje, tumetupa mibaraka. Hakuna mibaraka yoyote tunayopata kwa sababu ya kuvunja Sabato wa Sabato. Mibaraka tumepoteza kwa sababu ya ufunjaji wa Sabato takatifu kwa namna ya mapishi. Mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba mapishi yote yaandaliwe siku ya Ijumaa na siku ya Sabato asubuhi. Hapa ndipo anasema ya kwamba ikiwa kuna ubaridi, basi watu wachemshiwe uji moto ama kitu ambacho ni sawa na hicho. Hapa sasa ndipo linakuja swala la kuchemsha uji ama chai. Hilo tu ndilo linaruhusiwa. Anasema fatatan zaidi ya hapa, mapishi yote zaidi ya kuchemsha labda chai yako ama uji, anasema hayo ni mapishi na ni dhambi. Tutunze Sabato kulingana na amri ya Mungu inavyosema kwa neema ya Mungu. Sauti ya Mungu inazidi kutuambia ya kwamba kuna hali moja ambayo itakuruhusu fanya mapishi siku ya Sabato. Ni hali gani? Mgonjwa. Anasema ya kwamba wagonjwa wapikiwe chakula cha moto, na hilo halitakuwa ni kufunja amri ya Sabato. Hapana. Mungu tena amepeana hiyo provision ya kwamba wagonjwa wao wanaweza kushughulikiwa kwa namna ya kupikiwa. Anasema katika kitabu cha Spiritual Gifts Volume 3 page 254 paragraph 1, anasema the sick and suffering require care and attention upon the Sabbath, ya kwamba tuwatunze wanaoteseka na wanaosumbuliwa na magonjwa, na wagonjwa tuweze kuwashughulikiwa siku ya Sabato sawa na siku nyingine. The sick and suffering require care and attention upon the Sabbath as well as upon other 6 days of the week, and it may be necessary for their comfort to prepare warm food and drink upon the Sabbath. In such instances, it is no violation of the 4th commandment to make them as comfortable as possible. The great lawgiver is a God of compassion as well as justice. Kwa hivyo ni katika hali moja ndio hiyo ya wagonjwa peke yake ndio wanaweza kupikiwa chakula cha moto. 99% ya Wasabato wanapikiwa siku ya Sabato. Sijui kwamba wote wako wagonjwa. 99% of church members are patients. Bwana aturehemu ili tuchihoji, ili tuchirudi, tuweze kushughulikia hili swala na kulipatia uzito wake. Kumbuka neno limesema ya kwamba tusipike siku ya Sabato. Na kwenye passages nyingine anasema ya kwamba kile chakula ambacho kilipikwa Ijumaa, ikiwa kina ubaridi ambao utaleta shida tumboni kwa sababu sio vizuri ule chakula baridi, ni kwamba kuna ruhusa ya kuweza kukipasha moto. Hilo Mungu amelishughulikia kwa sababu miili haitakikani kula chakula baridi wakati ambapo kuna baridi. Jambo jingine ambalo Wasabato wamelifunja Sabato kwalo, Wasabato hawatunzi Sabato kwa namna ya kuuza na kununua. Wasabato ni wauzaji na wanunuzi siku ya Sabato mpaka ndani ya kanisa. Unakuta Sabato ndipo wanakumbuka ya kwamba stima imeenda, generator yetu haina mafuta. Wasabato ndio hao na shilingi 100 na kakibuyu kwenda petrol station kununua mafuta. Wasabato ndio hao microphone imeisha petri, wanakimbia kwenda kununua. Wasabato wapikaji Sabato ndipo wanakumbuka ya kwamba hatukununua nyanya, hatuna mafuta ya kupika, hatuna chumvi, hatuna mkate, hatuna hiki, wanaenda kununua. Na hapo ni kutoka ndani ya kanisa. Na kwenye nyumba zao pia ni hivyo hivyo. Sabato asubuhi Wasabato ndio hao. Unawakuta ndipo wanakimbia kwenda kununua hiki na kile asubuhi, leta nunua maziwa tupikie chai, wanaenda kununua sukari, wanaenda kununua mkate, wanaenda kununua kile. Siku ya Sabato ndio unakuta Wasabato ya kwamba wanafanya ununuzi mwingi. Hata kwenye
maeneo yetu ya ibada, unakuta ya kwamba walimwengu wamekucha pale na bidhaa mbalimbali, wamepepa biscuits, masoda, makwinja, wanunua njugu, wanatuuzia pale kwenye mlango wa kanisa, na wasabato wakiingia ama wakitoka wananunua. Wengine unawakuta wamenunua sweets, wanamumunya kwenda ndani ya kanisa, wamenunua pale nje. Wasabato wananunua bidhaa siku ya Sabato, lakini neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema ya kwamba tusinunue chochote wala kuuza chochote siku ya Sabato. Ikiwa wewe unanunua chochote, hata kama ni peremende siku ya Sabato, wewe ni mpunjaji wa Sabato sawa na mwanadamu mwingine yoyote ambaye hayuko chini ya himaya ya Mungu katika namna ya wokovu ama katika namna ya kudai jina la Ukristo na Uadventista wa Sabato. Neno la Mungu linakataza kuuza chochote siku ya Sabato, biashara yoyote. Cha kushangaza ni kwamba wa Sabato inapofika Ijumaa saa 11 ndio hao saa 12, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 ya usiku maduka yao wamefungua, biashara zao wamefungua, mahoteli yao wamefungua, kila biashara wanafanya mpaka usiku. Sasa Sabato asubuhi yale maeneo yote ambayo usiku ulipita ukapata Ijumaa usiku yamefunguliwa, siku ya Sabato asubuhi unakuta ya kwamba yamefungwa. Sasa hapo ndipo Sabato imeanza. Wa Sabato ndio hao wanaenda kanisani, wamefunga maduka. Wengi wakitoka tu kanisani hivi wanarudi kwenye biashara zao kwenda kuuza, maana kanisa imeisha. Ama wengine ikifika saa 10, saa 11 wamefungua maduka yao. Na Wasabato waungwana wanafungua mlango mmoja siku ya Sabato, mlango ni mmoja, wanafungua Sabato jioni. Wengine wanafungua dirisha tu, ama wengine wanaingia ndani ya biashara zao. Watu wanajua Msabato yuko nyuma, anasunguka nyuma, anamumsia kutoka nyuma ya duka. Unaogopa nani? Fungua. Kama umeamua kufungua, fungua, kwa sababu hauwezi ukamdanganya Mungu. Neno limesimama ya kwamba biashara zote ziishe kabla ya jua kutua siku ya Ijumaa. Na mpaka Sabato ishe kabisa, hakuna biashara yote Msabato anatakikana kushiriki. Iwe ni biashara ya kuuza ama kununua, hilo tumekatazwa. Neno linasema wapi? Na kusomea. Tunasoma na wewe katika maandiko matakatifu. Nehemia, kipindi cha Nehemia, hiyo biashara ilikuwa Waisraeli walidanganywa wakaanza kufanya ununuzi na kutoka kwa watu wa mataifa waliokuwa wanaletea bidhaa za kuuza siku ya Sabato. Nehemia alipinga hilo na likaonekana ni dhambi mbele za Mungu, wakakatazwa, wakafanya reformation on that. Kwa hilo swala walifanya mabadiliko na likaisha. Katika kitabu cha Nehemia, Nehemia 13 na mstari wa 16 hadi 22 inasema, tena wakakaa humo watu wa Tiro walioleta samaki na biashara za kila namna, wakawauzia wana wa Yuda siku ya Sabato, na mumo humo Yerusalemu. Ndipo nikagombana na wakuu wa Yuda, nikawaambia, ni neno baya gani hili mnalofanya ninyi na kuinajisi siku ya Sabato? Kwenda chini anasema ya kwamba mpaka ilibidi milango ya Yerusalemu ikawa inafungwa, na hata wale watu wakatumiwa maaskari wakawafukuza wasiweke bidhaa nje ya malango eti wanangojea Waisraeli wanunue. Nehemia ametamka kwa kinywa chake ya kwamba uuzaji na ununuzi wa bidhaa yoyote, kumbuka ni chakula na bidhaa zingine ndizo walikuwa wanaletewa wanunue, ilikuwa ni dhambi, ilikuwa ni jambo baya, ilikuwa ni kuinajisi Sabato ya Mungu, ilikuwa ni kuvunja Sabato ambayo ni amri ya Mungu. So akawaambia ni dhambi walikuwa wanafanya kwa kununua bidhaa kutoka kwa watu wa mataifa. Hiyo ni Biblia imesema na haibadiliki. Na neno la Mungu, Mungu anaposema jambo, he means what he says. Mungu anaposema hivyo hivyo ndivyo anavyomaanisha. Hata kama ni chakula, usinunue siku ya Sabato. Na kuambia tangu viongozi wetu au mapasta wetu na viongozi hata wakuu wa conferences wengine ni wakosaji kwa hili swala. Unawakuta baada ya Sabato hivi ndio wao kwenye mahoteli wamenunua chakula huko, manyama, masahani yamejaa kila aina ya chakula siku ya Sabato. Yaani wanakaa tu kama watu wa kawaida wa ulimwengu. Na neno limekataa ya kwamba hata kama ni chakula hakuna kununua, unless mtu anakufa, unless ni mgonjwa. Hapo tu ndipo imesimama kwamba mtu atanunuliwa kitu ikiwa asiponunuliwa atakufa. Kwa mfano mgonjwa, inabidi kwamba mgonjwa apate dawa fulani, hiyo itabidi anunuliwe to save life.
ama mgonjwa ndiye anaweza tu, kwa sababu wagonjwa wamepewa idhini ya kwamba waweze kushughulikiwa ili maisha yasipotee. A life should not be lost. It's done to save a life. Hili linafanyika kuokoa maisha. Katika dharura kama hiyo tu ndio mbingu inatambua. Lakini hawa Sabato wengine wote ni kwamba tuweze kuitunza Sabato na utakatifu wake kwa kuacha mambo ya kununua na kuuza. Mjumbe wa Mungu Ellen White pia akizungumzia swala hili ambalo Nehemia alifanya mabadiliko kwalo, anasema ya kwamba hii bidhaa ambayo walikuwa wameletewa kununua au kuuziwa ilikuwa ni uvunjaji wa Sabato. Kwa hivyo kulingana na Dada White, kununua ni katika siku ya Sabato ni dhambi. Prophets and Kings page 671 paragraph 1. Hiyo ni Manabii na Wafalme chapter 57 paragraph 6. Anasema, another result of the intercourse with idolaters was a disregard of the Sabbath, the sign distinguishing the Israelites from all other nations as worshippers of the true God. Nehemiah found that heathen merchants and traders from the surrounding country coming to Jerusalem had induced many among the Israelites to engage in traffic on the Sabbath. Ni kwamba kwa namna ya kujumuika na watu wa mataifa, wana wa Israeli walifutiwa na kufanywa waweze kufunja Sabato kwa namna ya kununua bidhaa kutoka kwa wachuuzi wa mataifa waliowaletea bidhaa wanunue siku ya Sabato. Ikawa ni dhambi na ikawa ni kufunja amri za Mungu. Kwa hivyo kulingana na mjumbe wa Mungu ni kwamba swala la kuuza na kununua ni dhambi na ni kufunja amri ya Mungu ya Sabato. Na katika Southern Watchman June 7, 1904 paragraph 8 anasema, Nehemiah, to save the people from yielding to temptation, he engaged them by a solemn covenant not to transgress the Sabbath law by purchasing of those vendors, hoping that this would discourage them and put an end to their traffic. Ya kwamba Nehemiah alitafuta namna ya kuwafanya watu washinde ile dhambi ya kununua bidhaa siku ya Sabato. Alifanyaje? Aliwafanya wakafanya agano ya kwamba hawatanunua chochote kinachouzwa siku ya Sabato. Hawatanunua kutoka kwa hao wachuuzi siku ya Sabato. Na Nehemia wa sasa, Nehemia wa siku hizi, nao ni kwamba wamewahimiza watu ama wanawahimiza watu ya kwamba watu wa kipindi hiki wasinunue bidhaa kutoka kwa wachuuzi siku ya Sabato. Neno la Mungu linakataza hata kufanya biashara ndani ya mawazo yako au kwa maneno ya mdomo tu. Katika kitabu cha Amos 8 na mstari wa 5 anasema, mkisema, mwezi mpya utaondoka lini tupate kuuza nafaka, na Sabato nayo tupate kuandika ngano? Mkipunguza efa na kuiongeza shekeli, mkiwadanganya watu kwa mizani ya udanganyifu. Anasema ya kwamba hata kufikiria biashara ama kuweka mipango yoyote ya biashara siku ya Sabato, hiyo ni dhambi. Unaweza ukafunja amri ya Mungu kwa kufanya biashara ya mdomo mpaka simu. Napata ya kwamba mtu siku hiyo ndipo amechukua simu anafanya order ya bidhaa anazotaka. Wengine siku hiyo ndio wanapokea bidhaa ambazo zimeletwa. Wameletewa mizigo ya kwenda kuuza, sasa imefika nje ya maduka yao siku ya Sabato. Wanaenda wanaipakua, wanaiweka ndani, wanafungia, ndipo wanaingia kanisani. Uharibu wa Sabato. Wacha kujidanganya. Uwezi ukamdanganya Mungu. Biashara zote ziishe siku ya Ijumaa. Ndivyo neno limesema. Na limesimama pale pale. Kwamba Mungu anaangalia hata ndani ya moyo wako, kwamba unafikiria biashara yako unapokuwa eti ni msabato, lakini umeketi tu ni biashara, unapiga mahesabu ya biashara. Hayo yote mbingu inakuhesabu kama ambaye amefunja Sabato takatifu kwa biashara. Alafu wa Sabato wanapeleka watoto wao siku ya Sabato mashuleni. Watoto wa Sabato wengine wanaenda mashule ya day scholars. Kuna mashule ambapo wanafunzi wanalazimishwa na halmashauri za shule, sio amri ya serikali. Halmashauri tu ya shule inasema ya kwamba tunataka watoto wao wanakuja siku ya Sabato. Wazazi wangwana wanasema ya kwamba enda tu. Wao wanaenda kanisani, watoto wanaenda shuleni.
Ama watoto wanaenda kanisani asubuhi, alafu baada ya kanisa hivi wanaenda shuleni kusoma. Huo sio usabato. Huo sio usabato hata kidogo, maana neno limekataza. Na wazazi wengi wapeleka watoto wao kwenye mashule ambayo ni mashule ambayo sabato haitunzwi pale. Sana sana haya mashule ambayo yanaitwa St. Mary's, St. haya makanisa ama mashule ya Wakatoliki ambao wengi wanaamini kwamba ndio wanafanya vizuri, watu wanaenda kuuza wokovu wao pale, wanauza uzima wa milele eti wapate waende kupata kwenye masomo, waanze kupata certificate nzuri. Enda tu. Watoto wanaenda kwa shule ya Kikatoliki, siku ya sabato wako shuleni, siku ya sabato ndio wanafanya kazi mbalimbali, kilimo, usafi, kila kazi. Hakuna sabato pale. Wengine wanaambiwa ya kwamba mnaenda kanisani alafu saa 7 kamili mko ndani ya klasi, ama mnaruhusiwa kuabudu pale kuanzia asubuhi, ikifika saa 6 mnaenda klasi. Huo sio usabato. Hiyo dhambi yote wazazi wanahesabiwa na watoto pia wanahesabiwa, kwa sababu wanajua ukweli. Mjumbe wa Mungu anatuambia ya kwamba hatuna ruhusa ya kuwapeleka watoto wetu shuleni siku ya sabato. Ikiwa imerasimika hivyo na halmashauri ya shule ikikataa kukusikia, mjumbe anatuambia ya kwamba uende kwa hiyo shule uongee ya kwamba mimi mtoto wangu atakuwa anakuja siku zote shuleni except siku ya sabato. Wakikataa, basi hata kama ni gharama gani itakubidi utii amri ya Mungu. Itakubidi, kama ni lazima umtoe kwa hiyo shule, umpeleke kwa shule nyingine ambapo kuna uhuru. Ama chochote kile ambacho utafanya, bora utii amri ya Mungu. Lakini isimame kwamba kwenda shuleni kusoma siku ya sabato ni dhambi. Kwenda kusoma kwenye shule ambapo unalazimishwa kufunja siku ya sabato, hiyo ni dhambi. Hata kama unasema, na ndio sababu unaona watoto wengi ambao wamepelekwa kwa hizo shule St. baadaye ndio maana hatuna vijana wa sabato makanisani, maana Ukristo wao ulizimwa pale. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Counsels for the Church page 268 paragraph 3 and 4, yani ni mashauri kwa kanisa, Counsels for the Church chapter 47. Some of our people have sent their children to school on the Sabbath. They were not compelled to do this, but the school authorities objected to receiving the children unless they should attend 6 days. In some of these schools, pupils are not only instructed in the usual branches of study, but are taught to do various kinds of work. And there the children of professed commandment keepers have been sent upon the Sabbath. Our brethren cannot expect the approval of God while they place their children where it is impossible for them to obey the 4th commandment. They should endeavor to make some arrangement with the authorities whereby the children should be excused from attendance at school upon the 7th day. If this fails, then their duty is plain, to obey God's requirements at whatever cost. Kwa gharama yoyote ile, hakikisha ya kwamba mtoto wako anaheshimu siku ya sabato, hata kama ni kumhamisha shule. Hilo ni jukumu la mzazi. Na aliye wa Mungu anasikia sauti ya Mungu. Msabato wa kweli hata haambiwi, anajua ya kwamba mtoto wake naye anatakikana atunze sabato, na kwamba mtoto anayeruhusiwa kwenda kufunja sabato pale, dhambi hiyo inahesabiwa mzazi. Wazazi wako makanisani, watoto wako mashambani na mashuleni. Bwana aturehemu sana. Hawa ndio wasabato ambao wanaenda kusimama katika kipindi hiki cha mwisho. Ndio hawa, wakati ambapo vita kuu inaenda kuanza. Je, hawa ndio watakaoenda? Watakao simama? Ikiwa tuna halmashauri ya shule tu ambayo serikali ikisikia kwamba mtoto fulani amelazimishwa kuenda kinyume na imani yake, serikali inaingilia. Serikali imeruhusu kwamba watoto wasome siku zile 5 za wiki. Hizo tu, Monday to Friday. Haya mengine ya weekend ni arrangement ya shule. Lakini serikali haijatuambia ya kwamba mashule watoto waende mashuleni siku ya sabato. Hatujalazimishwa, lakini tunawapeleka watoto wetu mashuleni. Hatujalazimishwa, lakini ndio wao tunaanza kupiga kura wakati ambapo majani chai inapigiwa halmashauri. Hapo ni wakati ambapo hakuna lazima. Na je,
mnyama akianza kulazimisha watu ya kwamba ikiwa haufunji sabato utunze Jumapili unaenda kuuawa, wangapi watasimama? 99% ya Waadventista watatoroka waende, kwa sababu wamezoea kuvunja. Wamezoea tu kuvunja sabato. So wakiambiwa kwa lazima wavunje hii, watafunja. Na nakuhakikishia ni 1% tu ndio itasimama. Hali ilivyo sasa hivi katika kanisa la Wasabato, na kuambia yani kuna ubaridi na hali ya kutojali ambayo unashangaa umetoka wapi. Ukiwaambia watu neno linasema wanashangaa neno gani? Na kuambia hata viongozi ambao wanatakikana kuambia watu haya mambo hawasemi, kwa sababu wao wenyewe ni wana hatia ya kuvunja sabato. Na hawezi kuambia watu. Mapasta wetu ndio wanahimizwa ya kwamba wafundishe watu namna ya kutunza sabato. Hawana shughuli. Jumbe wa Mungu anatuambia katika kitabu cha Isaya. Anatuambia mambo mazito sana, ambayo tuangalie ili fungu na tulimulike kwa undani wake. Ile wengine wanapenda kusema ya kwamba tuangalie Isaya 58 verse 13 and 14 microscopically. Ina taarifa yote unayohitaji kujua kuhusiana na utunzaji wa sabato. Neno la Mungu linasema, Isaya 58 mstari wa 13 na 14, kama ukigeuza mguu wako usihalifu sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima, ukiitukuza kwa kutosifanya njia zako mwenyewe, wala kuyatafuta ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe. Maneno, conversation. Kumbe siku ya sabato maneno tunayoongea Mungu anasikiliza na anatuambia ni yapi ya kuongea. Anakataza maneno yetu, anasema ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Ni mambo yapi haya unapata ya kwamba hii Isaya imetuambia, imetukataza tutunze midomo yetu? Ni maneno gani tunazungumza? Ni mambo gani huwa tunazungumza siku ya sabato? Yawe ni maneno matakatifu, neno la Mungu, imani ya Yesu, mambo yote ya mbingu, tunene hayo. Hayo ndio tuwe tunaongea, lakini mambo mengine yetu ya dunia na mambo tuweke kando. Ndivyo neno limesema, tusifanye anasa zetu, tusifanye mambo yetu, tusitafute raha zetu. Hapana, ni siku ya utakatifu wa Mungu. Na kuambia ukifuata haya utaenjoy sabato. Lakini siku ya sabato, wa sabato ndipo unawapata wanachapa siasa. Siasa. Siku nyingine nimepita afternoon kwenye kanisa fulani, nikakuta wameweka loudspeaker kabisa. Sasa yanaendelea kuimba kwa sauti kidogo. Watu wameenda lunch. Na nikakuta sasa wameanza kurudi. Kulikuwa na wazee ndani ya hilo kanisa la Wasabato, na nilikuwa napita tu nje hivi. Nilipofika pale nikawasikia wanaongea kwa sauti kubwa mpaka nikasimama kidogo nikawaangalia nisikie. Walikuwa wanachapa siasa ya Ruto na Raila na wengine. Walikuwa wanaongea ile siasa ambayo huwa wanaongea kila siku wa Sabato, na siasa hii ya Kenya hii ndio walikuwa wanachapa ndani ya kanisa. Wanasema Ruto ni mchinga sana, angefanya hivi na ndani mambo. Nikasimama nikawaangalia mpaka wakanisalimia. Sikuongea, nikaenda tu. Nikataka nijue ile kanisa linaitwaje. Nikapata watoto pale mbele, nikawauliza ile kanisa linaitwaje. Wakaniambia inaitwa Better Living SDA Church. Better Living. Na kuambia Wasabato na siasa siku ya Sabato weka kando, na sio siku ya Sabato tu. Wasabato, maongezi ya Sabato, enda muziki. Mjumbe wa Mungu anatuambia ya kwamba inapofika kwa masuala ya siasa, silence is eloquence. Tunyamazie masuala ya siasa kabisa. Tusishiriki katika debate za kisiasa wala mazungumzo yoyote ya kisiasa siku yoyote ile. Na zaidi sana siku ya Sabato, wa Sabato achana na siasa. Wakute wazee wa makanisa, church elders kabisa. Unawakuta pale masokoni, kwenye njia wako vikundi after church, Sabato haijaisha, wanachapa siasa. Hata ndani ya magari wanaoongoza katika kuongea siasa ni wazee wa makanisa, watu wa Sabato. Ukiwakuta mahali popote ni siasa tu. Sasa unawakuta hata sokoni, nje ya maduka wameninginia huko hivi, wazee wametoka kanisani saa 7. Sasa wanachapa siasa. Huo sio usabato. Hao watakosa muhuri wa Mungu. Maneno tunayoyazungumza yote yanaandikwa mbinguni. Mambo unakuta Wasabato wanazungumza mambo ya miradi mbalimbali, mipango yao, mambo ya mshene, na kuambia unawakuta ndio hao mambo ya mpira,
mambo ya kwenda kuangalia televisheni, wako ndani ya manyumba wanaangalia televisheni, wako kwenye simu wanaangalia mitandao, wako kwenye TikTok wanacheka, wako kwenye Facebook, wako kwa WhatsApp, wako kwa mitandao. Yaani nakwambia Sabato inapoteza utakatifu wake kabisa kwa mambo hayo. Ndio kitabu cha Isaya kimetukataza, na anasema ya kwamba mambo kama hayo ya ambayo Mungu ametukataza tusishiriki sisi ambao ni watoto wa Mungu. Na kuambia kanisa la Wasabato tumeharibu kabisa. Mambo yamekuwa mengi mpaka ndani ya makanisa. Unawakuta hata watu ndani ya makanisa wako kwenye mitandao. Ibada inaendelea, wako kwenye WhatsApp, wako kwenye Facebook, wako kwenye TikTok, wako kwenye mtandao ndani ya kanisa, mpaka mbingu inasikitika. Unakuta makanisani siku hizi vile tena kuna miradi mingi ya kujenga makanisa mapya, pomoa hili tupanue, ujenzi lugha ya kifedha. Na kuambia makanisa imefikia kiwango tunaweza kuita ni extortion. Yaani nakwambia mambo ya masuala ya kifedha ndani ya kanisa yameharibu ibada katika makanisa ya Wasabato. Na mbinu zinazotumika kwenye kutafuta pesa za ujenzi makanisani ni mbinu za kidunia. Unawakuta wanasiasa wanaingia pale, wanachapa siasa, tunangoja tu wanene, bora watupatie pesa. Na kuambia hata ibada, hata divine hawa itasimamishwa kidogo, wanasiasa waongee, wapeane pesa. Hiyo sio kanisa ya Wasabato. Au ni waasi. Huo ndio tunaita uasi. Wasabato wasiporekebisha, hata kama majina yao yako kwenye vitabu makanisani, hayo majina yatafutwa kutoka kwa kitabu cha uzima, kwa sababu ya kuwafanyisha watu dhambi kwa namna ya miradi mingi ambayo imeingia makanisani siku hizi, na mbinu nyingi chafu za kisiasa na wanasiasa ndani ya kanisa. Alafu siku ya Sabato, Wasabato wengi unawakuta hiyo ndio siku ya kulala, siku nzima. Ndio wanalala mpaka late, kuamka ni late, wanachelewa kanisani, ama hata hawaendi kanisani, ni kulala tu maana wamechoka. Hiyo ni siku ya kupumzika. Kwa swala la kulala anasema Gospel Workers 92 page 208 paragraph 4 anasema it is displeasing to God for Sabbath keepers to sleep during much of the Sabbath. Ni jambo ambalo linamkasirisha Mungu kwa Wasabato kuchukua muda wao mwingi kulala siku ya Sabato. Mwambia siku ya Sabato ndipo watu wengi wanachapa usingizi, wamechoka wiki nzima. Sasa Sabato ndipo wanapumzika kwa namna ya kulala. Na katika Testimonies volume 6 page 357 paragraph 1 anasema, let not the precious hours of the Sabbath be wasted in bed. On Sabbath morning the family should be astir early. Tusiache muda mwema, muda mzuri wa Sabato upite tukiwa tumelala vitandani mwetu. Anasema amka asubuhi, rauka asubuhi na mapema hata kuliko kawaida. Watu wajiandae wafike kanisani mapema. Tukifanya hivi na kuambia hakuna atakayechelewa kanisani. Na anasema ya kwamba kazi hizi tunazosifanya, kama wengine ndipo nakuta wanapaka viatu rangi, wengine ndipo wanashona nguo yangu iliraruka, wacha nishone, ningoje nishone, wengine ndipo wanapika, wengine ndipo wanachemsha kile, wengine ndipo wanapiga basi, nguo yangu imekunjamana, leta basi nipige ninyoshe. Hiyo yote ni dhambi. Mjumbe wa Mungu katika Lake Union Herald April 14 1909 paragraph 3 anasema, in many families boots and shoes are plucked and brushed and stitches taken, all because these little odds and ends were not done on Friday. They did not remember the Sabbath day to keep it holy. It is dishonoring God to make the Sabbath a feast day, a day of baking and boiling, of plucking boots and performing work that should be done the 6 working days. Anasema ya kwamba katika familia nyingi ndipo nakuta siku ya Sabato ndipo watu wanapaka viatu rangi, ndipo wanaosha viatu, wanapaka rangi. Anasema ndipo watu wanashona nguo zilizoraruka, ndipo wakati watu wanafanya hizi kazi ndogo ndogo ambazo zingefanywa Ijumaa, hawakuikumbuka Sabato waitunze. Anasema ni jambo ambalo linamvunjia Mungu heshima, ama ni kutomheshimu Mungu kwa kuifanya Sabato iwe ndio siku ya kukula. Siku hiyo ndipo watu wanapomoa vyakula ajabu, ndipo wanapika hiki, wanapika kile, vyakula visito ambavyo
ni zaidi ya ile kazi ambayo imefanywa katika siku 6 za wiki. Kwa hivyo anasema ya kwamba siku ya Sabato tuachane na mambo ya mapishi na mambo ya kupaka viatu rangi na mambo ya kushona manguo na kupiga pasi hivyo nalo linaingia hapo. Mjumbe wa Mungu ameimiza na kutuonyesha kile ambacho kinatakikana kufanywa. Siku ya Sabato itunzwe kulingana na utakatifu wake. Tufurahie Sabato. Anasema ya kwamba kama ni kutembelea nature walk, hiyo ni nzuri. Familia jioni, kama hakuna kurudi kanisani, watu waende nature walk. Waende watembee mahali kuna mazingira mazuri ya uumbaji. Wao wanaongea juu ya wema wa Mungu na kazi zake za ajabu. Sabato sio mzigo, Sabato ni furaha. Na Mungu anamwagiza malaika wake katika Ezekieli 9 ya kwamba pita katikati ya Yerusalemu, tafuta wale watu tu ambao wamefanya mabadiliko na wanawaonya wenzao. Hao tu ndio watatiwa muhuri. Wale ambao wamefanya mabadiliko hata kwa utunzaji wa Sabato ndio wanatiwa muhuri. Malaika wa Mungu anapopita kutia muhuri, usikose muhuri kwa sababu ya kuvunja Sabato. Kufikia hapa nadhani umeona ni nini Paulo anamaanisha katika Waebrania 12 na mstari wa 4 anaposema hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Hizi dhambi ndogo ndogo hizi ambazo hatujalazimishwa, hatujapingana nazo hata tumwage damu. Na je, hii kupu ambayo inakuja ya mnyama ambapo damu itamwagika, ambapo watu watauawa, watu watateswa, watu watafungwa, hakuna kununua wala kuuza na mateso mengine mazito, itakuwaje? Ni Sabato gani tunaenda kuitetea ikiwa tunafunja Sabato sasa hivi? Ni Sabato gani? Tujiulize hayo maswali. Kama umeishaamua kufanya dhambi makusudi, siwamwitao Bwana Bwana watakaoingia mbinguni. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu leo kumsahau Mungu wao. Ukimtafuta Mwokozi aombaye naye hupewa, atafutaye ataona, abishaye atafunguliwa. Kuhangaika na mahangaiko na shughuli za